Watazamaji, sasa hii leo nimewaletea kisa kifupi. Kisa hiki kinahusu kuku na yai, kwamba ni nani alitangulia duniani hapa. Sasa sayansi imeweza kuthibitisha rasmi juu ya hawa wote wawili kwamba ni nani aliweza kutangulia. Sasa kama pia wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazi-upload. Sasa pasina kupoteza muda, twende tukatazame wanasayansi wamethibitisha hili kwa hoja zipi na kwa muktadha ipi. Twende tufuatiliane tuone chimbue kiundani zaidi kuna nini huko. Miaka mingi sana kumekuwa na mjadala unaoendelea kuhusu kipi kilianza kuja kati ya kuku na yai. Wanasayansi waliwahi kuamini kuwa yai ndo lilikuwa jibu, lakini kupitia utafiti uliofanywa mwaka 2010 uliweza kuthibitisha kuwa watafiti hao wa chuo kikuu cha Sheffield na chuo kikuu cha Warwick waligundua kuwa protini inayoitwa overcladin 17 au C17 ambayo ni muhimu kwa kutengeneza maganda ya mayai iko tu ndani ya kuku. Kwa hiyo mayai hayawezi kuunda kuku, kwani kuku ndiye alianza kisha akafuatiwa yai. Hivyo wanasayansi waliweza kutumia kompyuta moja itwayo Hector ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kufuta ndani na kujua kiundani uundaji wa yai uko vipi, kwani protini ya kuku ndio inatengeneza magamba ya mayai ambayo hutolewa na kuku. Kwa hiyo ile dhana kwamba yai ndo lilitangulia, hiyo zana ni zana ya uongo. Kwa hiyo zana iliyokuu ni kwamba kuku ndo aliyeanza, alafu baada ya hapo akafuatiwa yai. Hivyo watazamaji, ningependa kuweza kukumbusha, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Pia watazamaji wetu, kwa mfululizo mzima wa video mpya ambazo tunakuwa tunaziposti katika chaneli hii ya Safari ya Afya, nipende kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tunakuwa tunazi-update. Ufuatiliaji wa afya na ujenzi wa afya ni jukumu letu sote, hivyo msiache kufuatilia chaneli hii kwa video mpya ambazo tunakuwa tunazi-update.